أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بفضل الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. يقول الله سبحانه وتعالى: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. صدق الله العلي العظيم. Katika juma lililopita tulimaliza kulijibu suala lilikuwa likizungumzia kwamba je, hii hisabu ya siku ya Kiyama itawatanganya watu wote au ni baadhi? Leo tutakabiliwa na maswali mengine yaliyobaki tuliyouliza mingi. Taanza na swali linalozungumza ma maana sari'ul hisab. Tunapozisoma aya zinazozungumzia siku ya Kiyama, na hasa zile aya zinazozungumzia masala ya hisab, twapata katika aya kadha wa kadha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajisifu yeye, au aya za msifu kwamba ni sari'ul hisab, ni mepesi wa kuhisabu. Mfano, kipande cha aya ambacho waweza ukipata katika tofauti ya aya za Qur'ani zinazozungumza inna Allaha sari'ul hisab. Hata katika dua tunazozisoma, mfano tu ukirudia katika duaul jawshanil kabir tunayosoma katika miezi ya Ramadhani, utapata katika fakarat za dua ile tumkhutubu Mwenyezi Mungu tukimwambia ya man huwa sari'ul hisab. Sasa ni nini maana ya sari'ul hisab? Ukirudi kwa mufassirina, wanazuoni wa tafsiri ya Qur'ani, kuna rai takriban 3 katika kuifasiri maana ya sari'ul hisab, lakini mimi nitatosheka na rai 2 katika hizo. Kuna rai yanena kwamba maana ya sari'ul hisab ni wasfun an iqtirabi saa, ni sifa inaoelezea kwamba kiyama kiko karibu. Yani tafsiri hii iko mbali na wengi katika sisi wanavyofikiria katika kuifasiri sari'ul hisab kwamba ahisabu haraka au ni mwepesi wa kuhisabu kwa maana ya kumaliza kwa muda mfupi. Hawa mufassirina wanena la, wepesi wa hisabu hapa, neno hisabu limekuja kwa maana ya jazaa. Siku ya Kiyama katika maina yake, ukirudi darasa za nyuma tumenena Kiyama kina maina mingi. Katika maina ya siku ya Kiyama huitwa ni yaumul hisab. Kwa hivyo hisabu ni maana ya kulipwa. Kwa hivyo hawa wanasema Mwenyezi Mungu anaposema yeye inna Allaha sari'ul hisab, kwa maana pindi mja anapokosa malipo hayachelewi. Kwa hivyo aya hii itakuwa ni mfano wa zile aya zinazozungumza iqtarabati saa, kiyama kimekurubia, au ni mfano wa zile aya zinazozungumza wama amru saati illa kalamhi albasari au huwa aqrab, kwamba kiyama kiko karibu sana.
Haya nimeyazungumza kwa urefu katika darasa za nyuma za Ramadhani, mpaka Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akainua zanda zake ziwili akanena, bu'ithtu ana wasaa kahatain, nimetumilizwa ikiwa mimi kutumilizwa kwangu na siku ya Kiyama ni mfano wa hizi zanda ziwili, yani ukaribu ulivyo baina ya hiki na hiki, kwa maana hakiko mbali Kiyama. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu atuambia halikuwa jambo la Kiyama isipokuwa ni kama kupepesa, ni kama kufumba na kufumbua, au huwa aqrab, au ni karibu zaidi ya hapo. Taban najua kuna maswali mingi hapa yaweza kuzuka, mengine nimeyajibu kwamba sasa tuko katika mwaka wa 1430 na tukiongeza na miaka ya hijiria ni 1440 na kitu, yani miaka ya Maka, sababu mwaka wa hijiria umeanza kugura kwenda Madina. Kwa hivyo tukitukua miaka ya bi'tha tukawata miaka ya hijra, kuanzia agure mtume ni miaka 1431, lakini kuanzia atumilizwe bwana mtume sallallahu alaihi wa sallam ni miaka 1440 na lazima uplasi na ile miaka 10 na kitu aloishi Maka uengezi, na mpaka sasa Kiyama hakijatokea. Haya niliyajibu swali haya, na nikasema kwamba hizi ni hisabu wanaziita ni hisabu nisbi. Hata leo kuna mwanafilosofi mkubwa anaitwa Einstein. Einstein ana nadharia ameiasis aita an-nadharia an-nisbiyya, an-nadharia an-nisbiyya. Nadharia hii imetungiwa zitabu pekee kuisherehe, na mimi sitaki kuingia. Tukubaliana nayo kama Waislamu kwa upande fulani na twapingana nayo katika upande fulani. Einstein ataka kuyajalia maisha yote yatembea juu ya nadharia hii, ambao sio ukweli, lakini mambo fulani yatembea juu ya nadharia hii. Nikipiga mifano ya kueleweka nadharia ya nisbia, Einstein anakusudia ni kwamba hakuna hakika ya kudumu, hakuna hakika ya kudumu. Alhaqaiqu kulluha nisbia. Kwa maana maswala niliwahi kuuliza Ramadhani, sasa hivi mimi niko mbele yenu, lakini kwa aliyoko huku nde mimi, nyinyi mko mbele yenu, kwa aliyoko nde uko wapi? Uko nyuma yangu. Na kila mtu akipiga mfano na mwenzake aliyoko kuvulini na mwenzake aliyoko kushotoni. Yule aliyoko kuvulini kwako yokuambia wewe uko shamali, yule aliyoko kuvulini kwako akwambia wewe uko wapi, ahukumu fulani uko kwenye yasara, na yule aliyoko katika yasari yako kushotoni kwako ahukumu kwamba wewe uko wapi, uko kuvulini. Na wote wawili wamepata. Anayesema wewe uko kushoto amepata, na anayesema wewe uko kuvuli amepata. Hizi zinaitwa ni ahkamu nisbia, yani binisbati li, akilinganishwa na mimi uko wapi, kushotoni kwangu, lakini akilinganishwa na wewe uko kuvulini kwako. Sasa Einstein ataka kunena mambo yote duniani, mpaka Mungu aweza kuwa uko akilinganishwa na kina fulani, na aweza kuwa hako akilinganishwa na kina kitu fulani. Hapa sisi hatukubaliani naye, lakini kuna mafahimu ziko hivyo, ziko nisbia. Sasa masala ya ukaribu na umbali, haya ni mafahimu nisbia. Na nilipiga mfano Ramadhani nikasema, mtu akiwa atoka safari kutoka Nairobi uyao Amu, tukifanya takriban kwa hisabu ya takrib hapa na Mombasa ni kilomita 300 takriban na 40, na kutoka Mombasa mpaka Nairobi ni zaidi ya kilomita 400 kiwa sikukosea. Yani baina ya hapa na Nairobi ni takriban kilomita 700 au kukimbilia 800. Yaangalia haya masafa. Mtu ameondoka Nairobi
akifika mpeketoni. Atanena mimi sasa niko karibu na wapi? Naam. Kwa sababu ukitukua kilomita za kutoka Mpeketoni mpaka Amu, kisha uminus na kilomita za kutoka Nairobi mpaka Amu, uangalie zilizobaki ni ngapi na nilizomaliza ni ngapi. Kwa hivyo katika kilomita 400 na kitu 700, mtu alokata 670 akawa amebakisha kilomita ngapi? 30. Sema mimi niko karibu, nimeshafika. Ingawa kilomita 30 ukiziangalia zo wenyewe si katiti, kwa mtu anayetoka safari ya wito akifika Mpeketoni huwa bado hajafika karibu, mpaka afike Mokoe ndo atanena sasa nimefika karibu. Sasa Mtume sallallahu alayhi wa sallam anapozungumza bu'ithtu ana wa yaumul qiyama kahatain, na sisi tunaona leo twakata mwaka wa 1440 ikiwa karibu ni hii, je mbali iko namna gani? Lakini hapa tofauti, tujiulize, kuanzia Mungu amuumbe Nabii Allahi Adam au kuanzia Mungu aumbe ulimwengu mpaka kutumilizwa Mtume Muhammad imepita miaka mingapi? Tujalie miaka 1030. Baada ya kutumilizwa Mtume Muhammad kumebakia miaka 2000 kiyama. Sasa ukiangalia 2000 kwa nisba ya 1030 ilokwisha ya umri ya huu ulimwengu, 2000 ni katiti. Ni kama mtu ambaye amepangiwa kuishi miaka 100, akifika 80 atanena mauti yako wapi? Yako karibu, na bado miaka 20, lakini angalia 80 yeye. Lakini alopangiwa kuishi 20 hata akafika 10 ataona kufa kubado, na kwake amebaki mingapi? 10. Lakini akiangalia ilobaki na ilopita, hii kwa ufupi ndio tunaita ni nadharia nisbia kwa maana fulani. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu ni mwepesi wa kulipa kwa maana ya haraka, ukikosa akulipa. Na hii inamaanisha kwamba kiyama kiko karibu, inna Allaha sari'ul hisab. Bali wengine wameenda mbali kushinda hapa. Watu wengi wanafikira kwamba Uislamu umejengwa kwenye itikadi kwamba sahih maneno ya Imam Ali, wala kalam, al-yawmu amalun wala hisab wa ghadan hisabun wala amal. Leo ni matendo, hakuna malipo, na kesho ni malipo, hakuna kutenda. Lakini Imam Ali azungumza kwa jumla, kuna amali kadha wa kadha malipo yake ni hapa hapa duniani na hayachelewi. Huona mwanadamu haoni, huwa ni masala mbali. Madhambi, kumbuka mwaka juzi katika darasa ya Ramadhani nimezungumza madhambi katika falsafa ya Kiislamu ni kama maradhi.
ni kama viini vya maradhi. Kwa hivyo mtu anapofanya dhambi huwa ashaingiwa na yale maradhi, na maradhi yale ya muathir kinafsi, si kama malaria, si kama ukimwi kwamba mtu ataonekana amekonda ama amepata kadhaa. Ni maradhi ya kinafsi, yana sifa zake mbali hudhihiri katika nafsi, kama maradhi haya yanavyodhihiri sifa zake katika mwili. Mwenyezi Mungu ameyazungumza wazi mambo haya katika Qur'ani, na riwayati za Ahli al-Bait alayhimussalam zimezungumza wazi, fi qulubihim maradhun fazadahumullahu maradha. Ameyaita maradhi na nimeyazungumza kwa urefu, maradhul khatmi, maradhul tabi'i, maradhul rain. Katika mustalah haya maradhi ya nafsi yana maina kama maradhi ya mwili tunavyoita malaria, kipindupindu, mengine ukimwi, nini, zote yako. Mwenyezi Mungu anaposema khatamallahu ala qulubihim, haya yaitwa maradhul khatmi, bal rana ala qulubihim. Wanazuoni yaita ni maradhur rain, zagha falamma zaghu azaghahumullah. Haya maradhu zaigh, na ndio tukafundishwa katika Qur'ani tujilinde na Mwenyezi Mungu na maradhi haya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Maradhi marefu. Amiri Muhammad Amiri Shirri, mmoja katika maulamai wakubwa wa Irani, ana kitabu amekiandika akiita Mabanil Maarifa. Mabanil Maarifa ameyaeleza kwa urefu sana maradhi haya, na uzuri kimefasiriwa sasa hivi kwa Kiswahili. Kitabu hiki kwa Kiswahili kimefasiriwa Tanzania, wakiita misingi ya maarifa, katika kuzungumza hunu moyo wa mwanadamu na sampuli maradhi yanavyoathiri. Ziko hizi vitabu hapa maktaba kwa atakao kusoma. Kitabu kikubwa karibu kurasa 400, ana faslu ndefu sana azungumza sampuli za maradhi na nini. Kwa hivyo yatuathiri madhambi hapa hapa, na malipo yake yaja hapa hapa duniani. Na hii ndio maana sari'ul hisab kwa tafsiri ya kwanza. Wanazuoni wengine wamekwenda kwenye tafsiri ambayo ndio wengi katika sisi iko katika akili zetu, sari'ul hisab kwa maana ya sur'a fil muhasaba. Tafsiri ya kwanza ilikuwa ni kwa maana ya iqtirabu saa, kwamba kiyama kimekurubia. Hili ni kwamba Mwenyezi Mungu atakuwa mwepesi wa hisabu. Ni swali kila mtu mpita. Hata Mtume sallallahu alayhi wa sallam ameulizwa na masahaba. Wafuasi wa Imam Ali wamemuuliza Imam Ali, tasawwari wewe, ikiwa leo sisi tulioko duniani ni mabilioni, sisi tu tulioko sasa hivi, uambiwa ni bilioni ngapi? 6. Engeza na kuandia Nabii Allah Adam na mpaka hapa, engeza na kuandia hapa, hatujui mpaka kitakapo kusimama kiyama. Engeza na majini, kwa sababu masala ya hisabu na malipo si yetu pekee. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kwa hivyo sote tuko katika taklifu kama majini. Majini wanaamrishwa kama tunavyoamrishwa sisi. Sasa waweke kwa pamoja watu hawa, kisha fanya hisabu, na hisabu uifanyayo wamfanyie kila mtu hisabu ya umri, ya matendo. Kila mmoja katika sisi leo akaambiwa hisabu amezoyafanya yeye tu kuanzia asubuhi mpaka usiku, matendo uliyoyafanya, kila neno ulilotamka uweke rekodi. Akaambiwa mmoja wetu hapa aweke rekodi kuanzia kiamka asubuhi mpaka akilala, kila alolinena nzuri, ovu, kila hatua aloinua, kila mkono aloinua, kila harakati na sakanati, kwa sababu ametuambia faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharra. Ni mabuku mangapi utaweza kuhitajia kuandika mambo haya ikiwa ni mtu umeishi miaka 50, 60, 70 au 100? Ni mabuku mangapi?
wewe mwenyewe binafsi ukataka kuifanyia nafsi yako, baada ya miaka 5-6 itakubidi nyumbani utenge chumba ni cha mafaili yako na mabuku ya kuandika uyanenayo na uyatendayo. Kefu za mabilioni ya binadamu na mabilioni ya majini. Mungu atahisabu kwa muda gani? Muda gani utahitajika? Imam Ali aulizwa swali hili akajibu, innahu sayuhasibu al-khalqa daf'atan kama yarzuquhum daf'atan. Mwenyezi Mungu atawaruzuku ziumbe zake wote mara moja, atawahisabu kama anavyowaruzuku mara moja. Katika dua, ukiwa sikukosea, katika dua Abil Hamzati Thamali, ukiwa sikukosea, ya al-Imamu Zainul Abidin alayhi salam, yatuambia ya man la yuhfihi su'alun an su'al, ya man la yuhfihi su'alun an su'al. Hii kila mmoja katika sisi ambaye amezaa nyumbani aweza kuifanyia tajruba. Sasa ikiwa Mwenyezi Mungu ametubarikia, pengine una jana 3-4 ndani ya nyumba, hala ingia ndani ya nyumba, kuna jana 4 na mke, basi kisha waambie waagane pale. Ukiingia wewe, ule au kwa baba, mimi nitaka kadhaa, ule ukwambia baba kukuuliza swali, na ule hukuuliza swali, na mke naye kwa upande wake, mbona umechelewa yeo, mbona, uangalie sura utakao kutoa yoe. Pengine utapiga yoe nene, mtanitia wazimu jamani, taratibuni mmoja hala. Au mwalimu aijaribu katika klasi, awaambie vijana 30 au 10, hala ni ulizani kwa nyute mara moja, kila mtu aulize swala lake, kisha uiangalie ile hali ya hysteria kama wanavyosema, zile tempa zitakapokupanda na baridi ya bisi kwa lugha za kikwetu, na pengine waweza kutoka na zipimoni. Waweza kunambia katika kila nukta ni watu wangapi huinua mikono kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika kila nukta, katika kila sekundi ulimwenguni ni watu wangapi huinua ulimi wao wakimwambia ya Rabbi ishfini, ya Rabbi afini, ya Rabbi rzuqni. Ule huomba mali, ule huomba shifa, ule huomba kadhaa, ule nitengezea kazi zangu, ule nitamke, ule kadhaa, ule mwangamize fulani, ule mpelana fulani. Manake mema na mazuri huomba kwa mara moja. Watu wote humuomba Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu asema katika dua, Imam Zainul Abidin amkhutuba, mwambia ya man la yuhfihi su'alun an su'al, ambaye kwamba haimkingivizi yeye kusikia maombi ya mwingine, kwa sababu kuna mwingine aomba. Hakuna ngoja, hakuna we ngoja malize huyu. Atusikiza sute kwa pamoja, na atujibu sute kwa pamoja, na atupa sute kwa pamoja. Hii masala ya dua tu. Bata masala haya utenda kazi wake sasa hivi yana ujiri ulimwenguni. Ule hufa, ule huzaliwa, ule hupandishwa hospitali, ule huteremshwa hospitali, ule hupanda cheo, ule huanguka cheo, ule huingia, ule hutoka, kama mwenyewe anavyotuambia yu'izzu man yasha wa yudhillu man yasha. Humpandisha mtakao, akimteremsha mtakao, hutia katika matumbo azitakao na akazitoa azitakao. Yuhyi wa yumitu wa yumitu wa yuhyi fi anin wahid. Muda huo ndio Imam Ali akwambia usingoje kiyama kuuliza Mungu atatuhisabu vipi sute. Yanaoendelea duniani ni mengi ya kuulizwa huendeshwa vipi kabla hatujafika siku ya kiyama. Sute huendeshwa ziliyoko angani, ndege, majahazi, tukizihesabu mambo mengi. Haraka ya ulimwengu yote iko chini ya kudra yake.
Katika hadithi nyingine Imam Ali atuambia, innahu sayuhasibu jamia ibadihi ala qadri halbi shah, atawahisabu ziumbe wote kwa kadri ya kumkama kondoo. Kama mimi kazi ya ukamaji sikufanya, lakini watu ambao wana khibra na mambo haya waweza kutuambia, lau kondoo, si ng'ombe, kondoo wataka kumkama mpaka umalize maziwa yaliyoko ndani ya kinena chake, yataka dakika ngapi? Kwa muda huu, na hii tabani ni tashbih, si maana Mwenyezi Mungu ataka dakika 5 au dakika 10. Hata dakika 5 na 10 pia ni nyingi. Katika hadithi ya 3 atuambia, inna Allaha yuhasibu al-khalaiqa kullahum fi miqdari lamhi al-basar, Mwenyezi Mungu atawahesabu ziumbe wote kwa wakati wa kadri ya lamhi al-basar. Lamhi al-basar ni kufumba na kufumbua wote. Lakini mbali na hizi riwayat, tujaribu hebu kwenda kiakili kuhusu masala ya haraka ya kuhisabu. Ili mtu aweze kuhisabu ahitaji sifa gani? Sifa za kimsingi ni 3. Hisabu, kitu cha kwanza chataka al-ilmu tam. Leo wewe unapomwambia mtu bana, na hisabu zangu hala nifanyia na mimi, mwambie tu hivyo, na hisabu zangu hala nifanyia na mimi, hawezi kukufanyia. Atakwambia mwanzo unaambia ni ngapi na ngapi, pengine yeye aketi na calculator ambaye hanisomea, utamwambia 15 apige plus 20 apige plus. Kwanza lazima yeye azijue zile hisabu. Al-ilmu at-tam au al-ihata, kuzizunguka. Mwanadamu hutukua muda mrefu kuhisabu, kwa sababu kwanza mpaka akamilishe kuzijua hisabu zote ni zipi, ni hizi. Leo watakumfungia mtu dukani hisabu yake, utatukua muda mrefu kwanza kurudia, tarehe fulani alitukua mtee kilo ngapi, na tarehe fulani akatukua sukari kilo ngapi, na tarehe fulani akatukua mafuta, ili uzihudhurishe zote ndio uweze kufanya hisabu. Kwa hivyo al-ilm. Pili ni al-qudra, al-qudra al-aqliya, uwezo wa kiakili wa hisabu. Leo utaona watu wakhtalifiana qudra. Kianza na kijana mtoto, wewe waweza kumwambia 2 ongeza 2, atakwambia ni 4, kijana wa standard 1. Lakini kijana yule yule mwambie 5 ongeza 5 ondosha 4 weka 2 ondosha 1, itabidi asimame kumbe taratibu mwanzo, hala anambia tena mpaka andike, asimandia ule 1, anamwambia manake wao wamefundishwa kushika hesabu ya zanta, atakwambia 5 1 2 3 4 5, ongeza ngapi? 5, aongeze 6 7 8 9 10, sio ashamaliza zanda za mkono, hawezi tena kufanya hesabu. Sasa wamekwambia ufanya hiyo, wamefundishwa mbinu nyingine siku hizi vijana katika skuli kufundishwa, amwambia 5 ongeza 5 ongeza 3. Kwa hivyo atafanya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, kisha atanena 10 katika akili yangu, kisha tawaka sawa mpaka hapa, kisha atanena niongeze na ngapi? Na 3, 11 12 13, aende hivyo. Kudra ya akili yake haiwezi kustawib zile numbers, kuzipokea. Kwa hivyo atakoma kwenye kiwango fulani. Hata sisi watu wazima, hata sisi tegemea bongo, na hizi zimashini zimezongia, zimezidi kutuharibu, ingawa zina faida, zina faida. Leo utakuta mtu amezoea calculator, mpaka ukimwambia umempa shilingi 100, umenunua mtee shilingi 70, mpaka apige calculator andike 100 ondosha 70 ndio akututie 30 kufanya nini? Kukurudisha. Ile ni kuiziisha akili. Lakini utakuta akili ikiwa imezoezeshwa kufanya hisabu, kuna watu kuna mateso.
Angaliani katika ma TV, katika zile musabakat, mashindano yanayofanywa ya kuhusu hisabu, tutaweza kupewa hisabu kubwa sana na kwa muda, kwa nukta kadhaa akaijibu hapo kwa hapo. Ala kulli hal, kwa hivyo alilmu alqudra, uwezo wa kiakili, uyuzi. Kuna na sifa ya tatu ni muhimu, aladala. Siku zote wewe utakuwa unadhika katika hisabu, sababu hutaki umdhulumu au akudhulumu. Hisabu yake ni kadhaa, baki yake ni kadhaa. Zitu zitatu hizi kila zikiwekwa kwa nguvu, ndivyo zinapomfanya mtu mwanadamu wa kawaida awe na uwezo zaidi wa kufanya hisabu, na hisabu yake iwe ni hisabu na adil. Sasa tuziete kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu atacheleweshwa kujua ulifanya nini? Manake fikra moja watu wazakwambia ya kuchelewesha ni kwamba atahitaji kusoma faili ya mtu mmoja mmoja, sababu hajui. Waliyadhu billah, kama unena mimi umeniambia nikufanyia hisabu sijui, mwanzo naambia umetukua ngapi ngapi ngapi. Kwa hivyo awamkue raqibu na atid, wale malaika waandikao amali, aitisha na malaika wote ambaye anipeni mafaili, atukue faili alisome moja moja, kisha apige total, kisha akwambie wewe mema yako ni kadhaa, maovu yako ni kadhaa, keti upande hunu kumalizika mtu mmoja. Atukue wa pili. Nafikiri hisabu kama itakuwa namna hii si masala ya miaka 100 wala miaka 1000 wala miaka laki. Manake itabidi pijwe hisabu ndefu, yani tutaketi kwa miaka maelfu ya miaka, sisi humngojea Mungu amalize nini? Amalize hisabu, kwa sababu ya jahali. Mwenyezi Mungu ni alimun bikulli shay. Matendo yetu yote tunayoyatenda yako hadhir kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Masala ya kuwekwa raqibu na atid ni nidhamu tu ya kimaumbile na kukuthibitishia wewe ushahidi wakati umefanya yale uliyofanya, si kwa sababu Mwenyezi Mungu hajui kilichofanyika ndio ajisaidia na malaika wamkusanyie nini? Hisabu. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu ana ilmu ya kiwango kikubwa sana, ana uwezo, ana uadilifu. Kwa hivyo sifa hizi zikiwekwa kwa ukamilifu, tarajia hisabu itakuwa ni haraka namna gani? Inna Allaha sari'ul hisab. Na kukichelewa katika hisabu, na pengine mwaweza kuwa na suala, na ni haki muwe na suala hili mniulize, hususa ikiwa mtaikumbuka ile hadithi niliyoisoma juma lililopita kati ya fakiri na tajiri waliokuwa wafuatene pamoja wakisikilia kwenye hisabu. Fakiri kafungwa hisabu yake haraka haraka, akaenda zake, akaingia peponi, akaketi kwa muda mrefu sana, mpaka baadaye aonekana ule tajiri uyao, akamuuliza ni vipi? Akamwambia ni wata. Mwenyezi Mungu alikuwa akiniuliza shilingi baada ya shilingi, iliingia vipi na ilitoka vipi. Maikumbuka hii riwaya? Kwa hivyo urefu ule si masala kwamba Mwenyezi Mungu hawezi kumuhisabu tajiri kwa haraka kama anavyomuhisabu maskini. La, ni kukuonesha wewe mwanadamu masulia ni makubwa zaidi katika nafasi fulani unazoketi katika hii dunia. Nakumbuka nimesoma kisa, sikumbuki nimekisoma kitabu gani, kitambo sana, nilifikiri nimekisoma katika 96 nilipokuwa Lebanon. Kisa chenyewe ni mmoja katika marajia, kujazia tu hii fikra nende mbele, akieleza kiswa kama hiki. Mmoja katika marajia wa Iraq wakubwa, ima ni Sayyid al-Khoi au ni Sayyid al-Hakim, asema alilala akaota usindizini, akieleza kiswa yeye mwenyewe. Alipoota akaota kiama kimesimama na watu ufufuliwa makaburini.
Alipotoka watu hupangwa line, anavyoeleza katika kile kiswa chake. Kama leo wewe ukaenda hospitali, kuna specialist wa mato, kuna specialist wa nini, wa matumbo, kuna specialist wa ziungo, kuna specialist wa mambo ya watoto, kuna specialist wa mambo ya mifupa, kuna wa mambo ya wanawake. Sasa wewe ukienda utaona umekuwa na shida gani? Mimi nina mato, unipa taabu. Utaambiwa simama kwenye line ile, simama kwenye line ile. Asema taswiri ilikuwa kama sampuli hii. Malaika hukukabili, hukuuliza maswali fulani, kisha hukuwekeza kwenye line. Yeye alipotoka ni marja, akaekezwa kwenye line ya wanazuoni, kama nyinyi line yenu ni kule. Asema katika ile ndoto, ile line ya wanazuoni haitembei, yani aingiao ndani huko masaa 10 haitembei. Toba jamaa, msifishike moyo mkanena mtakimbia kwenye kwenye elimu. Haitembei maana yake huko ndani mpaka jamaa unena daktari mvipi huyu? Sasa ikiwa mtu mmoja ametukua masaa 10 na foleni ni hini yao, akipiga hito yeye aeleza mwenyewe. Toba mimi sitaki kutumia ndoto kwa ulama wetu. Ndoto si dalili ya kuthibitishia ahkamun sharia, wala sisi hatutukui dini yetu kwenye ndoto, lakini ni masala ya kama ibrat, mazingatio. Akipiga hito akaiona foleni nyingine, huenda spidi kweli, yani jamaa ungia wakitoka. Akauliza nkina nani wale? Akaambiwa wale ni qurraul azai al-Husaini. Taban katika maana katika nini ada na dasturi huku kwetu hakuna mambo haya. Katika mishtamaa ya Kishia kuna watu wamkuliwa qurra, hawa si wanazuoni. Ni kama kwetu sasa hivi kuna hii dasturi ya watu wenye kusoma Qur'ani uzuri, mwenye kuhatimisha tausia mathalan, ama kutoa kasida ama nini, haithibitishi wanachuoni. Sasa wale qurraul azani watu hutreniwa tu siku za Ashura kusoma zile majlis azaa, wakaeleza ule msiba wa Imam al-Hussein kwa ndia ya kusikitisha na nini, au huitwa qurraul azaa na si ulama hawa. Sasa akuuliza ile foleni yana kama wale ni qurraul azaa, akashtuka usindizi. Mahalu shahidi pako wapi? Katika ada na dasturi. Mambo yaweza kuwa kwenu ni magumu kuyafahamu. Katika ada na dasturi za katika hauza za Kishia, wanazuoni wakubwa hawasomi azaa. Wanazuoni wakubwa hawasomi azaa, na ni kama kumdharau kumwambia kusoma azaa. Yani kama kwetu mathalan mengia alim kabiru kumwambia ndio tusome Qur'ani kwa mahadhi, sawa, atakwambia hayo kuna watu wake, yani utakuwa kama umemwangusha cheo. Yasemekana alipoamka siku ya pili, mara alionekana Saidul Hakim naye kufanya mazoezi ya kusoma azaa. Ninachotaka mimi ni nini? Ninachotaka ni kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawahasibu ulama kwa kila fatwa, kwa kila fatwa. Hapa watu watakawawe na tahadhari sana. Mtu leo anaujua kusoma aya na hadithi akaukitizie kwenye zombo za habari, huisukumia fatwa. Man afta bighairi ilmin faliyatabawa maq'adahu minan nar. Huyo ni bila ilmi, ataka kutoa fatwa bila ilmi, moja kwa moja nafasi yake shabukiwa motoni. Na hata ule atakaye kutoa fatwa kwa ilmu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakwenda kumuuliza, kwa sababu wewe unapoketi kuzungumza fatwa, unajua maana ya fatwa nini? Umejiweka ni niaba, yani wewe ni mzungumzaji wa Mungu, ni spokesman wa Mungu. Wewe unaposema hii ni haramu, yani Mungu amenena ni nini? Ni haramu. Sharia ya nani? Ya Mungu. Kwa hivyo wewe waketi mahala wazungumza niaba ya Mungu. Ndio Mwenyezi Mungu akawatuambia, Allahu adhina lakum ama ala Allahi taftarun. Mwenyezi Mungu amewapa idhni kujiweka kwenye nafasi hiyo ya kuwapa watu fatwa, au mamzulia Mwenyezi Mungu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Zote zitakwenda kuulizwa.
fatwa hii ulitegemea nini na kwa nini ulitoa fatwa hii? Sema yeye kutoka alipoinuka naye akaamua sasa kufanya mazoezi kusoma nini, Majlis Aza al-Imam al-Hussein. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu akituonesha kuchelewa katika hisabu, si yeye amekosa uwezo, ataka kututanabahisha na baadhi ya nafasi katika dunia hii zina uzito sana na zina hisabu nyingi, na nitakuja kufafanua mbeleni baadaye. Mustalah nyingine ambayo tunataka tusimame nayo ni mustalah ya su'ul hisab. Tumesoma mustalah ya sari'ul hisab. Tuona mathalan katika suratul Ra'd aya ya 21, Mwenyezi Mungu atuambia walladhina yasiluna ma amara Allahu bihi ayyusal wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab, wale wanaounga kile alichoamrisha Mwenyezi Mungu kiungwe. Walladhina yasiluna ma amara Allahu ayyusal, hao Mwenyezi Mungu atuambia wayakhshawna rabbahum, na wamuogopa Mola wao, wayakhafuna su'al hisab, hao ndio wanaogopa hisabu mbovu. Na katika suratul Ra'd pia aya ya 18 Mwenyezi Mungu atuambia ulaika lahum su'ul hisab, hisabu mbovu. Nini maana ya hisabu mbovu? Fikra ya haraka inaokuja kwenye akili wakati unapoitoa sifa wewe ukakisifu kitu, wasema hisabu hii ni mbovu, maana yake nini? Haina uadilifu au imekosa. Mpe mtu akufanyia hisabu, mpe arqam, akupigie total, akimaliza kisha sema hisabu hii ni mbovu. Inachofahamika ni kwamba mwenye kuhasibu hakuhasibu sawa sawa, amekosea, amedhulumu, hakuna uadilifu. Je, Mwenyezi Mungu anapoisifu hisabu ya siku ya Kiyama kwamba ni hisabu mbovu, anamaanisha kwamba hisabu hii itakuwa haina uadilifu? La, hasha wakali. Sifa ya uovu inaokuja hapa ya muangalia mwenye kuhisabiwa, haiangalii hisabu yenyewe, yani matokeo ya hisabu. Kwa mfano, sisi tuko kwenye milango ya kura sasa yao, watu wamesimama 3 4, kumeendewa debeni, kumevotiwa kutoka asubuhi mpaka magharibi. Sasa kila mmoja hungoja natija kitakachokutoka kwenye nini, kwenye debe. Kwa ule ambaye atakayekuambiwa baada ya kumalizika hisabu, bwana wewe umepata 8,000 9,000 na wewe ndio unaoongoza, yeye kwake itakuwa ni hisabun hasan, ni hisabu mzuri kwake. Kwa ule atakayekuambiwa bwana wewe zako ni 4,000 ama ni 3,000, ule matokeo yake ni matokeo mabaya. Uso utambadilika, akili itamzunguka, na atanena hili ni su'ul hisab. Si kwa sababu walohisabu wamejepa, ni kwa sababu matokeo yamemmaliza. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia tujilinde na su'ul hisab. Su'ul hisab ni nini? Siku tutakapokushika mafaili yetu, siku tutakapokushika kitabu chetu, Mwenyezi Mungu akatuambia iqra kitabaka kafa binafsika alyawma alayka hasiba, iwe itakuwa ni nyuso za kufurahi, ni nyuso za kutabasam, ni nyuso ambazo zitaondoka na bashasha na kuterema, kwa sababu matokeo yaliyoko kwenye faili matokeo ya nini? Ya bishara. Isiwe tutakuwa ni katika watu ambao nyuso zao zitabadilika rangi na wainamishe tini kwa haya, kwa sababu ya su'ul hisabi na su'ul munqalab. Na hapa ndipo nataka kusimama na kitu kingine.
tukiondosha maasumin, wale waja wa Mwenyezi Mungu wateule ambao hakuna nafasi ya kufanya makosa katika maisha yao, mimi na wewe hatuna hisabu safi. Mara nyingi nimezungumza masala haya, na hata kama pengine mtu aweza kuona orodha ya madhambi kwake ni kuzini, kujepa, kunwa tembo, aweza kunena mimi alhamdulillah kutoka nizaliwe mpaka leo siazini, sianwa tembo, siajepa. La, kuna madhambi matoto nimezungumza mara nyingi ambayo mwanadamu hata hawezi kultafiti nayo katika masala ya kwamba na kadhalika. Kwa hivyo kutoka na hisabu safi katika maisha sineni ni muhali, lakini si mtu wa kawaida anavyoweza kutoka na hisabu safi. Na hapa ndipo kunapokuja hadithi kutusisitiza mambo fulani tuyatilie maanani sana, yana uzito sana siku ya hisabu, kwa sababu sisi ni wanadamu, si maasumin. Ni nadra kwenda mbele ya Mwenyezi Mungu tusiwe na makosa ya hapa na pale. Mwenyezi Mungu ametusisitiza tutilie maanani sana mambo fulani, mema kuyafanya na maovu kuyaepuka. Tusiende na mzigo huu, na wengi huyafahamu makosa mambo haya wakisoma hadithi hizi. Si leseni ya kufanyia madhambi. Hizi hadithi tukisoma kwamba mwenye kufanya kadhaa ashapita sirati, haimaanishi ni leseni basi fanya lingine utakalo. La, na mimi sitaki nifahamike hivyo. Ni kumaanisha hizi ni kama governor ama ni jeki ambazo ni muhimu sana mtu azitilie maanani katika ule upungufu wake, si wa kukusudia. Sio uifanye jeki ni advantage kwa kufanyia maasi, la, azitilie maanani. Mathala aya hii tulioisoma sasa hivi ambao mwisho amemalizana suul hisab, yatupa mambo ambayo hatuwezi kuyatarajia sisi. Hatuwezi kuyatarajia. Ni jambo dogo katika maisha yetu. Walladhina yasiluna ma amara Allahu bihi ayusal, silatur rahim, kuunga uzao. Kinyume chake ni nini? Ni qat'ur rahim. Wasema silatur rahim ni moya inaokusababishia sur'atul hisab, silatur rahim. Na qat'ur rahim, kukata uzao, ni moya inaosababisha siku ya kiyama hisabu kuwa mzito sana, hususan kwa tarafu ya wazazi. Utakuta Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika suratul Nisa ameanza bismillahir rahmanir rahim, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham. Baada ya maneno marefu Mwenyezi Mungu amemaliza aya kinena, ogopeni, mcheni Mwenyezi Mungu ambaye siku ya kiyama kuna hisabu kubwa kuhusu masala ya taqwa Allah. La pili ni nini? Wal arham tasaaluna bihi wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham. Na rahim, uzao, mzazi, baba, mama, ndugu, family, watu kwa kuwa na silatur rahim ina uzito katika mizani ya siku ya kiyama, na hususan katika hisabu. Na kinyume chake qat'ur rahim. Mfano sala. Tena sala si masala ya kuswali tu, na masala ya kutunga nyakati za kuswali. Masala ya kutunga nyakati za kuswali ni katika chombo ambacho chasaidia sana siku ya kiyama katika hisabu kuwa pesi. Na ndio utakuta Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi yake maarufu mashhur, hadithi hii kwamba
kitu cha kwanza kinachowekwa kwenye mizani kuhesabiwa siku ya kiyama ni nini? As-salah. In qubilat qubila ma siwa wa in ruddat rudda ma siwa. Sala ndio funguo wa hisabu. Ikikubaliwa swala, yani hisabu yako ya swala ikipita sawa, basi mengine ni rahisi. Ndio maana qubila ma siwa. Hisabu ya sala ikirudishwa, kwa maana ikakataliwa, swala haiko sawa, basi na mengine ni matata. Hii yamaanisha nini? Hii yamaanisha kwamba as-salatu miftahul hisabil yasir, ni ndio ufunguo wa hisabu pesi, na kukosekana kwake ndio sababu ya hisabu mzito. Sala. Ma salakakum fi saqar qalu lam naku min almusalli. Nasema kuiswali swala na kuiswali swala kwa nyakati, Mwenyezi Mungu amewalani, Mwenyezi Mungu amewatukana, Mwenyezi Mungu amewapa adhabu wanaoswali ambao katika swala zao hawatungi. Araaita alladhi yukadhibu biddin fadhalika alladhi yad'u al-yatim wala yahuddu ala ta'ami al-miskin fawailun lilmusallin alladhina hum an salatihim sahun. Siku zote yeye hufukuzana na wakati. Unajua maana ya kufukuzana na wakati? Siku zote swala yake bado dakika 5 wakati kutoka, bado dakika 2 wakati kutoka. Siku zote swala Mwenyezi Mungu amekupa masaa 2 matatu, swala ya dhuhuri masha Allah na swala ya alasiri, lakini siku zote yeye uko kwenye mbio na ungoja, ameingia kwenye tadhiq. Hao ndio wale alladhina hum an salatihim sahun. Na hapa nitakoma, nataka kusimama na nukta muhimu sana kuhusu inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta, na hususa kwa upande wetu wafuasi wa madhhabi ya Imamia, madhhabi ya Ushia. Wengi hufahamu kwamba katika madhhabi ya Imamia hakuna wakati. Haya ni hizi ni propaganda. Inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta, sala ya subuhi na wakati wake, sala ya dhuhuri na wakati wake, sala ya alasiri na wakati wake, sala ya magharibi na wakati wake, sala ya isha na wakati wake. Kitu tunachotofautiana ni kimoya, ni masala ya jam'i baina ya dhuhuri na alasiri na baina ya magharibi na isha basi. Na jam'i haimaanishi kuiondosha swala katika wakati wake, wala huwezi kuswali alasiri kabla ya dhuhuri, huwezi kuswali isha kabla ya nini, ya magharibi, huwezi kuswali isha wakati wa alasiri, huwezi kuswali ya dhuhuri wakati wa magharibi. Kila swala ina wakati wake. Inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta. Lakini hii ni ruhusa. Mimi nawaomba kila mtu ambaye ana uwezo aende akasome zitabu za maraji wetu, Minhaju Salihina, Masailul Muntakhaba ya Sayyid al-Khoi. Aljamu yajuz, kufanya jami yafaa, wal aula at-tafriqa. Usiziswali kwa kuambatana, angalau dakika 10-20 zipite kati, usome dua, ufanye nini, uzipambanue. Lakini sisi tumetake advantage. Leo kila mmoja swalia namna atakao, na huja kubwa utasikia mtu ukimwambia bwana, mimi ni Shia bwana, mimi mswa kufanya jamu bwana, mimi ni Shia ufanya jamu, sio barobaro. Maana maneno lazima tukumbushane, tunatanabahishane. Sahihi ni Shia ufanya jamu, jaye umepewa ruhusa, lakini uswali saa ngapi? Uendewa wapi? Uswaliwa wapi? Ikiwa leo sisi tunaamini kwamba salatul jamaa
tafdhulu salata alfardi bi20 daraja, swala ya jamaa ni bora kuliko swala ya mtu pweke kwa daraja 20. Mbona misikiti yetu wakati wa jamaa hakuna mtu? Hakuna. Nazungumza misikiti yetu hakuna watu. Pale tunakudirika uswali wa watu 5, na hapa tunakudirika uswali wa watu 5 6. Tabani ninazungumza 5 6 kwa sababu waweza kuona pengine hapa swafa jamaa kubwa ni kwa sababu hawa talabatul ulum. Lakini ndo siku madrasa imefungwa, ndo siku tuko kwenye utla, wawe wamesafiri wanafunzi, uangalie tutaswali watu wangapi? Watu 3 4. Kwa wapi swalatul jamaa? Kwa wapi sha'air? Waman yu'adhim sha'air Allah fa innaha min taqwa alqulub. Moja katika sha'airi za Kiislamu ni hii miadhini, wala ikibaki miadhini tu kwenye maspika. Kwa nini kuwekwe mwadhini? Kwa nini kuwekwe minara? Kwa nini kuwekwe makuba? Hizi ndo sha'air. Watu wakipita waone hunu ni moyo wa Waislamu, Waislamu uswali pamoja. Hii ni nukta ya udhaifu ambayo nataka tuiangalie na tutafautisheni baina ya dharura na baina ya uhujurufu. Kuna dharura, kuna watu wako makazini, kuna watu pengine wamebanika, lakini tuweni wa kweli na nafsi zetu, tuangalie na masala ya uhujurufu ambao tunaofanya. Na hizi ni zitu nataka tuzitieni akilini sana, kwa sababu ni malezi ambayo tunayoyawata kwa watoto wetu, ambayo tutashindwa mtoto ukamshika mkono ukaenda naye msikitini ukaswali naye ukamuonesha watu swali jamaa, akakulia katika tabia zile, ndipo mwisho huwa ni sehemu katika maumbile yake. Lakini si masala ya kumwedhea peke yake na kumpa zitabu zingi kusoma, hayawezi kumbadilisha katika suluki zake. Hapa ndipo utafahamu maneno ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo natabaruku nayo kumaliza khutba yangu: muru auladakum bisalati idha balaghu 7 wadhribuhum alaiha idha balaghu 10. Waamrisheni jana zenu waswali wakisikilia miaka 7, na wapigeni wakifika miaka 10 kama wamekataa kuswali. Hizi zote ni kutuonesha kwamba haya si masala ya madrasa wala ya zitabu, ni masala ya kumtendesha mpaka aizoee katika maisha yake. Walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin.